Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 28 ya mwezi wa 5 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano. Kwa moyo mkunjufu kabisa ni kualike kunako dukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Nigombe radhi kwa kuchelewa hii leo. Hii ni kutokana na sababu zilizo nje ya uwezo wetu. Tukumbushe, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini pia usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti ya Habari Leo katika ukurasa wake wa mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni Kafulila atua somo deni la taifa, ahimiza taasisi PPP, tume ya mipango yaita serikali za mitaa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Wamachinga wakopeshwa trilioni 1.7, 78,986 wasajiliwa kidijiti, wanawake wanaofaika zabuni za bilioni 3.3. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Samia atoa bilioni 669 ujenzi wa barabara madaraja kusini. Habari katika ukurasa wa 3. Benjamin Mkapa kujenga kituo kupandikiza figo. Habari katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. TCRA ya wadarasa Afrika usimamizi wa mawasiliano. Habari katika ukurasa wa 7. Watoto 41 waasiliwa 62 wapata walezi wa kambo. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Sheria kuweka msukumo elimu ya lazima. Habari katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo. Habari Leo likiandika Puma Energy ijipanga upya mkakati kibiashara. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia asimame hapo Lissu pale mechi dakika 90 hechi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Migogoro ya ndoa tishio, shilingi bilioni 10 kuitatua. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Wizara ya maendeleo ya jamii, jinsia na makundi maalum imeandaa mkakati mahususi wa kukabiliana na migogoro ya ndoa ili kuimarisha ustawi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Mwendo kasi majanga, misongamano vituoni yaendelea, abiria wasimulia madhira ya kugombea usafiri, baadhi wajeruhiwa, ahadi za mabasi mapya zaendelea kutolewa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya Maria Mlai ikisema, nilikuwa anaenda kazini asubuhi, mwendo kasi ilipofika watu wakawa wanakimbilia, kila mtu anataka kupanda kwanza, nilisukumwa nikaanguka na kuumia mkono wa kushoto, mpaka leo siwezi kuinua vizuri. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Mtoto wa miaka 10 mbaroni akidaiwa kuiba gari. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika Benson Kigaila na mikakati ya kuisuka upya Chauma. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12, akiwa haya ni mahojiano maalum. Lakini pia gazeti hili limeandika haueni wagonjwa wa figo, huduma za kupandikiza mbioni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Kusainiwa kwa mkataba wa shilingi bilioni 28 kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha kisasa cha upandikizaji wa figo na mafunzo mjini Dodoma ni hatua muhimu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Tunatazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kusini kuchele, Samia peleka bilioni 669 za barabara madaraja, Ulega asema taa 14,800 kufungwa barabara za Lindi Mtwara, wakulima kupata ghala kubwa la korosho
lengo ni kufungua mikoa ya kusini kiuchumi. Habari kamili ni katika ukurasa wa 4. Serikali yaandika rekodi mafanikio elimu ya juu. Habari katika ukurasa wa 4. Yavuka lengo makusanyo ya maduhuli. Habari katika ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika serikali Puma Energy kupitia upya mpango mkakati wa kibiashara. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika bilioni 28 kujenga kituo cha upandikizaji figo Tanzania. Habari katika ukurasa wa 3. CRDB yashinda huduma bora za Albarak mwaka 2025 tuzo za Euromoney. Habari katika ukurasa wa 7. AI yasema M23 wanahusika na uhalifu wa kivita. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. World Africa, tukiopoteza kasa tutapoteza sehemu muhimu ya mfumo wa bahari. Jeti yatoa elimu. Habari katika ukurasa wa 14, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii nalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni migogoro ya ndoa janga. Mashauri 1097 yapokelewa wizarani kusaka suluhisho. Baadhi yashindikana yapelekwa mahakamani kwa hatua ya talaka. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Habari picha inamuonesha Waziri Gwajima na nukuu imeandikwa, leo vijana wa kiume wanasuka nywele kama wanawake, wengine wanashusha suruali hadi nguo ya ndani inaonekana. Hii ni aibu. Wasanii kama Alikiba, Lady JD wanavaa vizuri, wengine wanacheza singeli hovyo, wanavaa nguo za ajabu, polisi wakamateni. Hii ni nukuu ya Teantara, mbunge wa viti maalum. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2. Viongozi AMCOS matatani madai ya kutafuna fedha za wakulima. Habari katika ukurasa wa 4. Mtoto wa waziri kupewa mkopo wa elimu ni wizi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. No reforms no election yapelekwa kaskazini. Habari katika ukurasa wa 3. Lakini pia gazeti hili limeandika Tulia ataka taifa liombewe kabla ya uchaguzi mkuu. Habari katika ukurasa wa 5. Serikali yapeleka bilioni 669 madaraja barabara za kusini. Habari katika ukurasa wa 4, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Nalo gazeti Raia Mwema lenye habari iliyopewa kipaumbele ni IC bunge tam. Habari picha inamuonesha Profesa Kabudi, Profesa Mkenda, Paul Makonda pamoja na Peter Serukamba. Gazeti hili limeandika mrithi wa Nchimbi, Ndejembi, Mtaka, Shigela, Chongolo watajwa. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Mwenyekiti Mtajeuri agomea agizo la mkuu wa wilaya kuhamia ofisini, adai anayemtolea agizo la kuhama hajitambui. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Atoka jela na kulianzisha ni aliyefungwa kwa kutishia kuua kwa panga. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Raia Mwema limeandika msajili afunga ruzuku Chadema, amfuta Mnyika na wengine 7. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili habari limeandika mfuko kujenga uchumi wa kidijitali. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 7, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Nalo gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni waziri akaribisha wafanyabiashara Japani kuwekeza Zanzibar, asema Zanzibar ina fursa mazingira mazuri. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Serikali kuweka bei elekezi nishati ya gesi. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Masauni yaonya wanaotumia kuzalisha bidhaa za plastiki. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti Zanzibar Leo. Lakini pia gazeti Zanzibar Leo limeandika ZEC yawasisitiza wapiga kura kuhakiki taarifa. Habari katika ukurasa wa 2. Mahujaji zaidi ya milioni 1 wasili Saudia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Nalo gazeti Uhuru, ukweli daima, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mtikisiko wa ndoa kati ya migogoro 1097,234 iliyowasilishwa ustawi wa jamii 81,820 yapatiwa ufumbuzi na 15,000 iko mahakamani kwa hatua zaidi. Watoto wa kiume 6,108 wa kike 4,674 waliokuwa wakiishi katika mazingira hatarishi waokolewa. Vitendo vya ubakaji vyapungua. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mikataba 17 wa kandarasi yavunjwa da. Habari katika ukurasa wa 21. Kituo cha kupandikiza figo kujengwa Tanzania. Habari katika ukurasa wa 2. Rais Dr. Samia peleka bilioni 669 za ujenzi barabara za kusini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Masauni awasha moto mifuko ya plastiki. Habari katika ukurasa wa 3.
Lakini pia gazeti hili limeandika serikali yanunua magari 150 ya zimamoto nchini, habari katika ukurasa wa 5. TRA yawapa siku 30 waliotelekeza bidhaa maeneo ya forodha, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti Uhuru, kweli daima. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni saa 72 za mtego Simba, wachezaji ni waelewa baada ya fainali kukosa ubingwa, huku malengo yakiwa ni kushinda. Saikolojia yao imevurugika, lakini tumefanya kikao na kuambia kwamba yale yameisha na malengo ni kuchukua Matola. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Ni Simba dhidi ya Singida leo Jumatano saa 10 kamili jioni KMC Complex. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mitatu ni misimu ambayo Simba imekaa bila kutoa ubingwa wa ligi kuu bara. Gazeti limeandika kumekucha, pesa tao mezani Yanga, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Kazi ipo, refa aliyofungiwa apewa fainali, ni UEFA Conference. Real Betis dhidi ya Chelsea, mchezo utapigwa saa 4 kamili usiku. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 12. Premier League leo Jumatano ni Al Ahly dhidi ya Falcao, mchezo utapigwa saa 2 kamili usiku Cairo International. Lakini pia gazeti hili limeandika Coastal yaanza na Chikola Bwenzi. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania lenye habari iliyopewa kipaumbele ni serikali yaridhishwa ukarabati viwanja CHAN. Simba Singida Black Stars pumzi muhimu, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Wasanii 400 kushiriki tamasha la Busara Zanzibar 2026, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Arajiga Komba Hamdani kupigwa msasa kafu, habari katika ukurasa wa 23. Jux kumaliza sehemu ya mwisho sherehe, habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, habari za michezo na burudani. Na gazeti hili linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV.